Hii sio AI, ni ugonjwa, na ukiona unaweza hisi ni uchawi, kumbe ni changamoto ya kiafya. Kitaalamu inaitwa macrodactyly. Kama ni mara ya kwanza kwa hapa, usisahau kusubscribe na weka alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Katika zama hizi za teknolojia, watu wengi wakiona picha au video ya kidole kikubwa kupita kawaida huanza kusema hii ni AI au imeeditiwa. Lakini ukweli ni kwamba hii sio teknolojia, si uchawi, ni hali halisi ya kiafya inayoitwa macrodactyly. Macrodactyly ni hali ambapo kidole kimoja au zaidi cha mkono au mguu kinakuwa kikubwa kupita kawaida. Hali hii mara nyingi huanza tangu mtu anazaliwa, ingawa kwa wengine huonekana wazi zaidi kadri mtoto anavyokuwa. Kwa lugha rahisi, ni kama kidole fulani kimepewa ruhusa ya kukua zaidi kuliko vingine. Ndani ya mwili wetu kuna mfumo maalum unaodhibiti ukuaji wa viungo. Sasa kwa mtu mwenye macrodactyly, mfumo huu unaharibika ama kupata hitilafu kwenye kidole fulani. Seli zinaanza kukua kupita kiasi, tishu zote zinaongezeka kwa pamoja. Sehemu zinazoweza kuathirika ni pamoja na mfupa, mafuta, fatty tissue, mishipa ya fahamu, ngozi. Ndio maana kidole kinaonekana kikubwa sana, sio mfupa pekee, bali kitu ndani yake. Aina za macrodactyly, kuna aina mbili kuu. Static macrodactyly, kidole kinakuwa kikubwa tangu kuzaliwa, lakini ukuaji wake unaenda sawa na vingine. Namba 2, progressive macrodactyly. Hii ndiyo kali zaidi. Kadri mtu anavyokuwa, kidole kinaendelea kukua zaidi kuliko vingine. Wakati mwingine kinafikia ukubwa unaosababisha usumbufu mkubwa. Mtu mwenye hali hii anaweza kuonyesha kidole kikubwa kuliko vingine, ngozi nene au iliyovimba, kidole kupinda au kubadilisha umbo, maumivu hasa kadri anavyokuwa, ugumu wa kuvaa viatu au kutumia mkono vizuri. Je, ni ugonjwa wa kurithi? Kwa wengi sio wa kurithi. Hutokea kwa sababu ya mabadiliko ya ghafla kwenye seli, genetic mutation, wakati mtoto bado yuko tumboni, hivyo wazazi hawana hatia. Ni hali inayotokea bila kutarajiwa. Madhara yake kwa maisha ya mtu, mbali na muonekano wa macrodactyly, inaweza kuleta changamoto ya kutembea, ikiwa ni mguu, kupungua uwezo wa kutumia mkono vizuri, aibu au kujitenga kijamii, msongo wa mawazo. Kwa baadhi ya watu, changamoto ya kisaikolojia huwa kubwa kuliko ya kimwili. Hakuna dawa ya kunywa inayoweza kuondoa hali hii moja kwa moja, lakini kuna njia za kusaidia: upasuaji,
surgery, kupunguza ukubwa wa kidole, kuondoa tishu zilizozidi, kurekebisha umbo kwa hali kali sana, kukata kidole, amputation. Namba 2, physiotherapy, kusaidia kuboresha matumizi ya kiungo. Na namba 3, ufuatiliaji wa kitabibu, madaktari hufuatilia ukuaji ili kuamua hatua sahihi. Hivyo ni hali inayotokea kutokana na hitilafu kwenye mwili wa binadamu. Hakikisha unapoona dalili ama kitu huelewi mwilini mwako, fika hospitali kwa msaada wa kitaalamu zaidi. Hakikisha umesubscribe, like, comment na share kwa wengine wapate maarifa haya.